Sifu Mungu, sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote wa juu pia msifuni. Baba, tumekusanyika kulisikia neno lako. Sema na kila mmoja aliyekuja katika ibada ya leo. Sema na wale wote wanaotusikia kutoka maeneo mbalimbali katika mitandao. Tumeomba haya tukiamini umetenda na kuzidi, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa sababu ya ibada ya leo. Nipende kuwakaribisha wote wageni kwa wenyeji katika sabato ya leo. Sabato ambayo Mungu ametamani tuweze kuja kujifunza chini ya miguuni pake. Baada ya kusema utaratibu wa leo utakuwa kama ifuatavyo. Fungu kuu tutaletewa na Crispin Yono. Karibu sana kwa Mungu. Bwana mwema. Na fungu la sadaka tutahudumiwa na Mariam Elikunda wakishirikiana pamoja na Ombeni Owiso pamoja na Elizabeth Charadi. Waweza kusimama kwa kumbe wake wa Mungu. Amina. Mwimbishaji wetu wa leo atakuwa ni Furaha Enea. Hapo tayari anaweza akapunga. Mhubiri wetu wa leo atakuwa ni mchungaji Shukurani Mzue. Muda wake ukifika ataweza kusimama na kunena watu wa Mungu. Na fundi mitambo wetu wa leo yupo Ellen Samson pale pamoja na Yohana Hamisi, hakikisha kwamba mambo yanakwenda barabara. Wakati wa sadaka tutahudumiwa na kwaya ya kanisa, na wakati wa kumkaribisha mhudumu watatuhudumia kwaya ya vijana. Baada ya kusema hapo, mwenyekiti wa leo ni Daudi Jafet Mauli. Karibuni kwa sabato ya leo na Mungu awabariki. Na wakati wote. Bwana ni mwema. Fungu kuu linapatikana katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 12. Nitasoma. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Basi wapendwa wa Mungu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwa tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kwa kutetemeka. Mungu alibariki neno lake kwa jina la Yesu. Amen. Ibada ya uimbaji, wimbo namba 149, vitabu vikubwa 149, vitabu vikubwa. Vitabu vidogo ni 192. Kwa furaha kabisa tusimameni kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Mwamba wenye imara, tuimbe. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humu unisafi na dhambi, unifanya mshindi kwa kazi zote pia.
Mtakatifu Mungu uketie mahali pa juu mbinguni palipoinuka, tunakushukuru kwa sababu umeweza kuwa mwema kwetu. Umetulinda kwa muda wa siku 6 na hatimaye siku ya 7 tumekusanyika hapa kwa ajili ya kutukuza jina lako. Tunakuja mbele zako tukiwa ni machafu, tukiwa ni wenye dhambi ambao hatufai hata kulitamka jina lako. Lakini kwa neema yako na upendo wako tumesogea mahali hapa tukipiga magoti tukiomba msamaha na toba kwa ajili ya dhambi zetu. Tusamehe makosa yetu na uyaandike upya katika kitabu cha uzima milele, ili tuweze kufaa siku tutakapokuja tukakulaki mbinguni tukilisifu na kulitukuza jina lako, kwa sababu tumeshinda na tumekuwa wokovu tukiishi pamoja na wewe katika ule uzima ambao umetuandalia. Asubuhi ya leo tunakuja mbele zako tukiwa ni na mahitaji. Kila mmoja amepiga magoti akiwa na shida mbalimbali. Katikati yetu kuna wagonjwa, wengine wana changamoto za kiuchumi, wengine wakiwa na changamoto za kielimu na mambo mbalimbali. Bwana, tunakusihi wote kwa pamoja ukatujibu maombi yetu sawa sawa na upendavyo. Hatujawasahau watoto wetu ambao wako katika kanisa lao, tunawakabidhi mikononi mwako. Katika ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia mambo yamekuwa mengi sana. Tunakuomba ukapatie Roho wako Mtakatifu akawaongoze wakaweze kuishi wakilitumainia jina lako, na hatimaye siku tutakapokuja wakaweze kuwa miongoni mwa watakatifu watakao kulaki mawinguni wakilisifu na kulitukuza jina lako. Mnenaji wa leo atakaposimama mtumie kama chombo, na neno atakalolitoa likatufae katika uzima wa milele. Tunaomba kwa haya machache, kwani tutaenda kutenda sawa sana mapenzi yako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nasema mpeni Bwana utukufu.
utukufu wa jina lake. Leteni sadaka mkaingie nyua zake. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Teremkeni mbele zake nchi yote. Tufumbe macho tupate kuomba. Baba mwema, mfalme wa amani, tunakuinua na kulitukuza jina lako. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetubariki kwa muda wa wiki nzima. Sasa ni muda wa kukutolea. Tunakusihi ukaguse mioyo yetu, tuendelee kukutolea zaidi na zaidi. Lakini wako wale ambao hawakufanikiwa kupata chochote kwa muda wa wiki nzima, tunakusihi endelea kutubariki na ukatupatie moyo wa shukrani pale ambapo tunapata. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, katika jina lako Yesu, amen.
Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mbingu zahubiri utukufu wako, anga latangaza kazi ya mikono yako. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mbingu zahubiri utukufu wako, anga latangaza kazi ya mikono yako. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Nitatangaza habari zake, habari za Mwana wa Daudi, simba wa kabila la Yuda, ndiye Mwana wa Mungu. Alimfufua Lazaro, na viwete wakapata kupona. Huyu ni Yesu, Yesu ninayemtangaza leo. Nitatangaza habari zake, habari za Mwana wa Daudi, simba wa kabila la Yuda, ndiye Mwana wa Mungu. Alimfufua Lazaro, na viwete wakapata kupona. Huyu ni Yesu, Yesu ninayemtangaza leo. Alikuwepo tangu zamani, na hata sasa bado yupo. Emanueli, Mungu pamoja nasi, hata sasa niyependeza milele na milele. Alikuwepo tangu zamani, na hata sasa bado yupo. Emanueli, Mungu pamoja nasi, hata sasa niyependeza milele na milele.
Kazungumza na
ambao hautatikisika wakaa milele. Kama milima inavyoizunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana Mungu anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki. Wenye haki wasije wakajinyosha mikono yao kwenye upotovu. Bwana, uwatendee mema walio wema, nao walio wanyofu wa moyo, bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu. Amani ikae na Israeli. Baba yetu wa mbinguni, tupo hapa kulisikia neno lako. Sema na watu wako, nasi tuweze kupata badiliko kwa ajili ya uzima wa milele. Nimeomba haya nikiamini wewe ni mwema na utakuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Kama una furaha mwambie jirani yako shalom. Shalom. Mwambie shalom. Shalom. Ameitikiaje? Shalom. Kuna mwingine ajui. Jamani, shalom ni neno la Kiebrania lenye maana ya amani, lenye maana ya ustawi wa afya ya kimwili na pia na afya ile ya kiroho. Ni neno ambalo linaonesha ustahimilivu. Kwa hiyo mtu akikwambia shalom, namwambia shalom. Amen. Kwa hiyo akikuuliza maana yake nini, wewe mwambie ni neno la Kiebrania lenye maana ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninafurahi sana kuabudu nanyi katika siku hii ya leo. Bila shaka ni siku ya tatu. Kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza, ni siku ya tatu na nimebarikiwa sana. Waimbaji, Mungu aweze kuwabariki sana. Ni kwaya kubwa, Mungu aweze kuwabariki sana. Na bila shaka ni kwaya vijana, si ndio? Mungu awabariki sana. Nilikuwa namwangalia mtu mmoja nikawa simuoni. Anaitwa Elimwema. Nilikuwa namwangalia simuoni, watu tunakutana sana mtandaoni katika ibada za mtandaoni. Sijajua ameolewa, sijajua yuko wapi. Yuko Sanawali, mtampatieni salamu. Nimefurahi kumuona madam, huwa tulikuwa tunaonana lakini simuoni. Basi nimefurahi sana. Nimefurahi kumuona Madam Devota, bila shaka, si ndio? Yes, punga mkono. Amen, amen. Nimefurahi kujumuika nanyi nyote wanasekei. Bwana Yesu asifiwe. Bila kuwasahau fundi mitambo. Bwana Yesu asifiwe. Maana hao sipowapatia salamu zao wanapunguza sauti. Kwa hiyo tutumia nguvu kubwa hadi unapotoka hapa Kibwetani sauti yako itaelekea kukauka. Kwa hiyo ukiongea unakuta unaanza kuseti sauti taratibu. Kama kuna mahali palikuwa hapajakaa vizuri, wanaanza kuweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nitoe shukrani kwa wazee wa kanisa. Mzee Elia, punga mkono. Amina. Simama kabisa, punga mkono. Amina. Amen. Kuna mzee mwingine? Hapana, ila kuna mzee Neongabo ameniambia hata kuwepo kwa sababu fulani. Mungu aweze kuwabariki sana. Amen. Na nimejumuika na marafiki zangu. Rafiki yangu anaitwa Pastor Bukelebe, ana media yake ambayo inaitwa Bukelebe TV. Kwa hiyo hapa unapotuona tuko live kabisa. Tunaruka mtandaoni, dunia nzima inatuona. Lakini pia tuna channel mbili, moja inaitwa Mswete Gospel TV na hiyo nyingine inaitwa Bukelebe TV. Bukelebe TV, simama uwapungie watu wa Mungu mkono. Amen. Amen. Lakini ameambatana na mlembo wake mama mchungaji pale alipo, apunge mkono. Asimame kabisa. Alafu kuna kiti hapa mbele. Huko nyuma wasije wakakuvizia, kiti chako kipo hapa mbele. Shemasi, msaidieni aje akae karibu. Maana Adam naye aliposubaa mambo yake yaliharibika. Nimesikia kuna mtu mmoja ni bwana harusi anaitwa Amos. Ni Amosi.
asimame afunge mkono. Amen, amen. Yaani kuna namna tukikaa hivi unaweza kutuona kama hatusikilizi, lakini tunaendelea kuingiza. Nimebarikiwa sana. Kwa nini nimebarikiwa? Hata mimi nimepata mchumba. Mchumba, lakini sio wa kanisa hili. Lakini sio mchumba tu, yani tumeenda extra mile. Na hapa unaponiona ni bwana harusi mtarajiwa. Na harusi yangu itakuwa mwezi wa 10 tarehe 25. Na sina muda mwingine wa kuendelea kuwapatia mwaliko. Hivi hapa nilivyoongea tayari nimeshakwisha kuwapatia mwaliko. Kwa hiyo ukiwa unahitaji nasema, mchungaji, mimi natamani nifanye kitu fulani, ninatamani nijumuike, unaweza ukaniona na Mungu ataweza kukubariki sana. Msiwaze muda wetu umesonga, ni saa 6 na dakika 27. Ni mtumiaji mzuri wa muda. Kwa hiyo tutatoka mapema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fundi mitambo nisetie kidogo hiyo sauti. Katika dunia ambayo watu wamepoteza tumaini, sauti ya maiki. Dunia ambayo watu wana machungu, dunia ambayo watu wameumizwa, huenda ni katika kazi, huenda ni katika familia, huenda ni katika mahusiano, na kwa namna yoyote ile, dunia ambayo imepoteza tumaini na sasa inajiuliza ni wapi tutapata tumaini. Katika mwaka ule wa 1909 na tarehe 31 mwezi wa 3 ni siku ambayo meli kubwa katika dunia nzima ilianza kutengenezwa. Ni meli ambayo haikuwepo meli nyingine ambayo inaweza kuzidi ukubwa. Ni meli ambayo ilikuwa ni kubwa, hata wote ambao wangeitazama wangestaajabu. Na meli hii ilikuwa na urefu wa mita 269. Hapo ni sawa na futi 882, lakini upana wake ulikuwa ni tani 28, ni sawa na futi 825, na uzito wake wa meli hii ilikuwa ni tani 49.328. Ni meli ambayo ilitengenezwa kwa kiwango cha juu na gharama zake zinakadiriwa kuwa zilikuwa ni takriban dola milioni 170, na dola milioni 170 ni sawa na zaidi ya fedha za Kitanzania bilioni 459. Ni meli ambayo ilikuwa ina uzito wake, na meli hii iliweza kukamilika na kuanza safari yake mnamo tarehe 10 mwezi ule wa 4 mwaka 1912. Ilitoka Uingereza na kuelekea New York huko Marekani. Ilikuwa ni usiku ambao watu walifurahi. Ilikuwa ni usiku ambao watu walienjoy. Matajiri wa dunia hii waliweza kupanda katika meli hii. Matajiri wa dunia hii walitamani kuweza kuipanda, na hii meli ilikuwa na floor 3. Ningesema leo ilikuwa ni meli ambayo ilikuwa na floor 3 ambayo kila mtu angepanda kulingana na kiwango chake.
na matajiri wa levo za juu walipanda levo ya daraja la kwanza, na wale maskini au watu wa levo ya chini walipanda daraja la levo ya chini kabisa. Katika meli hii watu walikuwa wakiogelea, maana kulikuwa na swimming pool. Katika eneo hili watu walikuwa wakinywa na kulewa, na kila vinywaji walivyohitaji waliweza kupata. Katika meli hii mpendwa, watu walicheza michezo ya kila namna. Wapo waliocheza karata, wapo waliocheza drafti, wapo waliocheza bao, watu wakifurahia maisha yao. Wapo walioenda na wapenzi wao, walipanda katika meli hii. Na katika meli hii kulikuwa na migahawa ya kiwango, vyumba vya kulala, starehe za kila namna zilikuwepo. Watu walifurahia kuwepo katika meli hii, na ilipita katika bahari ile ya Atlantiki. Watu walikaa katika uwazi na kuitazama bahari na kuvitazama viumbe ambavyo vinaruka, ambavyo vinatembea majini. Watu waliendelea kufurahi. Meli kubwa na meli ya kifahari. Kwa bahati mbaya, majira ya saa 2:40 meli ilianza kupata misukosuko katika bahari hii ya Atlantic. Ni meli ambayo ilitengenezwa kwa viwango vya juu. Ni meli ambayo ilitengenezwa kiasi kwamba hata maji yasingeweza kuingia. Ni meli ambayo isingeweza kuzama. Na mmiliki wa meli hii ambaye anaitwa J. Bruce Ismail, alipoulizwa na wataalamu ya kwamba unazungumziaje kuhusu hii meli, akasema ya kwamba hii meli ni kubwa, hii meli ni ya kifahari, hata Mungu mwenyewe hawezi akaifanya izame. Hata Mungu mwenyewe hawezi kuifanya izame. Samahani, saitie vizuri sauti. Masaa haya meli hii ilitolewa tahadhari ya kwamba huenda kutakuwa na barafu, lakini hawakujali. Hawakuweka mitungi ambayo ingeweza kuokolea watu, kwa sababu waliamini haitaweza kuzama na hakuna msukosuko ambao utaweza kutokea. Katika masaa haya meli ikagonga mwamba wa barafu na kuanza kuyumbayumba. Watu wapatao takriban 2200 waliweza kupanda katika hii meli. Watu 1500 waliweza kupoteza maisha yao katika hii meli, na watu wapatao 705 ndio walionusurika kufa. Tumaini lako lipo wapi? Mchana wa leo ni swali ambalo Yesu anakuuliza, tumaini lako lipo wapi? Na hicho ndicho kichwa cha somo la mchana wa leo. Tumaini lako liko wapi? Kitabu kile cha Zaburi 155 kinatuambia ya kwamba wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika bali wakaa milele. Katika mlima huu wa Sayuni, ni mlima ambao ulikuwa ni mkubwa. Katika mlima huu wa Sayuni, ni mlima ambao ulikuwa umezungukwa na vilima vidogo vidogo. Katika mlima huu Sayuni, ni mlima ambao watu walisafiri na kwenda mahali hapa. Kwa nini? Katika historia inaniambia ya kwamba mlima Sayuni ni mlima ambao ulikuwa na ulinzi wa kutosha. Watu waliokuwa wakikaa katika eneo hili walikuwa na ulinzi wa kutosha, maana lilikuwa ni eneo ambalo lina mwinuko, ambalo
kijeshi lilikuwa imara. Wale wanajeshi walikuwa wakisimama katika mlima wakiangalia maadui ambao wanaingia katika nchi hii ya Yerusalemu. Walikuwa wanapokezana. Asubuhi anaingia askari huyu, mchana anaingia askari mwingine. Walikuwa wanakaa katika vilima na kutoa taarifa ni nini kinachoendelea katika mji huu wa Yerusalemu. Ni mlima ambao ulikuwa imara. Ni mlima ambao usingeweza kutikiswa kwa namna yoyote ile. Na ndio maana Biblia inasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika bali wakaa milele. Katika mlima huu, katika eneo hili la Yerusalemu, watu waliweza kwenda, maana katika eneo hili namuona Daudi akifanya ujenzi wa hekalu ambalo watu wote walienda kuabudu. Watu walisafiri na waliamini wakifika katika eneo hili maombi yao yataweza kujibiwa. Kwa hiyo watu walisafiri na kwenda katika eneo hili, na ni kweli watu walisaidiwa shida zao. Walisaidiwa shida zao. Mchana wa leo Yesu anakuuliza wewe Mwanasekei, tumaini lako liko wapi? Katika biashara yako ambayo umeianzisha, unaona wateja hawaji. Yesu anakuuliza, na sasa unaanza kukata tamaa. Yesu anakuuliza, mtoto wangu, tumaini lako liko wapi? Na hapa namuona binti mmoja ambaye amekosa tumaini la kuolewa, na sasa anasema yeyote atakayekuja mimi nitakubali kuolewa naye. Yesu anakuuliza katika mchana wa leo, tumaini lako liko wapi? Namuona msomi mmoja ambaye amesoma hapa, amesoma hadi degree, na kila anapojaribu kuapply ili aweze kupata kazi, hata interview hapati. Namuona akiwa anapoteza tumaini lake. Lakini katika ibada ya leo Yesu anakuuliza, rafiki, tumaini lako liko wapi? Hapa namuona mtu mmoja anakosa tumaini na kuanza kwenda kwa waganga wa kienyeji. Namuona mtu mmoja anakosa tumaini na kuanza kutengeneza formation ili aweze kutoa rushwa, ili aweze kutoa chochote, aweze kupata ajira yake. Yesu anakuuliza ya kwamba, rafiki, tumaini lako liko wapi? Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika bali wakaa milele. Kwaya ya kanisa, kuna wakati mnahitaji kurekodi, huenda mnaona gharama ni kubwa, mnatamani mfanye utume, lakini baadaye kila mnapojaribu kujichangisha mnaona fedha bado haifiki. Yesu anawauliza ya kwamba tumaini lenu mmeweka wapi? Mzee Elia, unaliongoza kanisa hili, kuna muda unaletewa magoli kule juu, ukiwaangalia washiriki ni kana kwamba ni wachache, fedha ni nyingi, mara michango ya ujenzi, mara michango ya maendeleo ya kanisa, michango mbalimbali. Unapokaa kichwa unahisi kinachemka. Yesu anakuuliza, unapoanza kukata tamaa, tumaini lako unaliweka kwa nani? Wanasekei, Yesu anatuuliza katika mchana wa leo, tumaini lenu mnaliweka kwa nani? Na ndipo ninapofika hapa namsikia Wafilipi akilijibu hili swali. Wafilipi 2 akilijibu hili swali. Wakati unapohisi kukata tamaa, wakati unapohisi kuacha njia ile ambayo Bwana amekuahidia, namsikia Wafilipi sura ya 2
akijibu swali, mstari wa 9 anasema, kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti na kila ulimi na vitu vyote vya dunia hii vikiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Hamjanielewa? Nyakati ambazo ni ngumu, Wafilipi anatuambia lipo jina ambalo tunapaswa kulipigia magoti. Acha kukimbilia kwa tajiri fulani, acha kukimbilia kwa waganga wa kienyeji. Anasema lipo jina lipitalo majina yote, na jina hili sio lingine, anasema ni jina la Yesu Kristo, Bwana wa majeshi. Haleluya, amina. Lipo jina la Yesu, hilo ndilo mnapaswa kulikimbilia. Nyakati ngumu zinapofika, kimbilia jina hili la Yesu. Wakati magonjwa yamekuandama, kimbilia jina la Yesu. Dada mmoja ambaye alikuwa anaitwa Janeti, ilikuwa ni mwaka ule 2023. Ni dada ambaye anatokea Tanga. Alikuwa anasumbuliwa na macho yake yakawa yanamuuma, na sasa ameenda hospitalini, ameenda kutibiwa. Akanipigia, mchungaji, nimetoka hospitalini, wamenambia kwamba niendelee kutumia dawa na niendelee kuvaa miwani kila siku. Nikamwambia, unamkubali Yesu kama ni Bwana na Mwokozi ambaye anaweza kukufanyia muujiza? Akasema, ninakubali. Nilikuwa pale chuoni, nikapanda kwenye gorofa. Kwa wale ambao wamefika, ile gorofa ilikuwa halijafika level ile, ndani mle ilikuwa ni vumbi, na nikagundua kumbe kule juu ni watu wengi wanafanyaga maombi. Wengine wameweka maboksi, wanapanda kule juu wanaomba. Na kule juu, niwaambie ukweli, kati ya maombi ambayo yanaombwa sana ni katika kipindi kile ambacho mitihani imekaribia. Watu hawana ada, watu wao wanaomba kweli kweli. Nikapanda, nikafungua kitabu cha Zaburi, nikamwambia afatishe maneno. Anafatisha, ninaongea, anafatisha, na mwishoni nikaomba. Nilipomaliza kuomba, nikamwambia unajisikiaje? Akasema ninajisikia amani. Tukaachana. Siku ya pili akasema, mchungaji, ninahisi macho yangu hayaumi tena. Macho yangu nahisi kama hayaumi tena. Nikamwambia unaonaje? Anasema ninaona vizuri, sipitii changamoto yoyote. Nikasema nenda hospitalini uende ukahakikishe. Nenda hospitalini uende ukahakikishe. Akaenda. Alipofika hospitalini, macho yake yakaonekana hayana shida kabisa. Yupo Yesu ambaye anaweza kuponya. Haijalishi ni changamoto gani ambayo unapitia, tumaini lako libaki kwa Yesu peke yake. Yupo mama mmoja ambaye anatokea Karatu. Huyu ni mama ambaye sio Mwadventista, lakini kupitia rafiki yake tuliweza kufahamiana. Ni mama ambaye alikuwa na ujauzito, na ujauzito wake inasemekana mtoto alikuwa amekaa vibaya tumboni, na hivyo alipoenda hospitalini wakamwambia, wewe bila shaka utafanyia operation, na hivyo inabidi tufanye kila namna kumfanya mtoto aweze kukaa vizuri. Basi akaendelea kutibiwa, na wakati wa kujifungua umefika. Huyu mama haoni uchungu. Wakati ambao alipangiwa haoni uchungu. Wiki zinapita, haoni uchungu. Anaenda hospitalini, wanampima, hana uchungu. Mtoto amekaa vibaya. Akampigia rafiki yake, akamwambia nina changamoto hii na hii. Rafiki yake alikuwa anafahamiana na mimi, akanipigia, akanielezea. Nikamwambia mpatie namba. Yule dada tukaongea, nikaomba naye, nikamwambia weka imani, usiwe na mashaka yoyote, amini Mungu amekwisha kukutendea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tukaomba, na madaktari walimwambia
lazima ufanyiwa operation. Na kwa hali ambayo alikuwa anapitia, huenda mtoto angeweza kufariki, maana kuna vitu ambavyo alikuwa anaviona ni kama vita fulani, lakini tulivyoomba siku si nyingi, hali yake akaanza kujisikia vizuri. Alipoenda hospitalini, mtoto wake akakutwa amekaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sio mbali, ni hapo Karatu, amekaa vizuri. Nikasema haleluya. Tukaendelea kuomba. Basi yule mama akaanza kupata uchungu, akapata uchungu. Kwa neema ya Mungu mtoto akazaliwa. Sio kwa operation, alijifungua kawaida, na atalisifu jina la Bwana siku zote. Amina. Siku zote. Ni changamoto gani ambayo unahisi inakusumbua katika maisha yako, ili hali wakati wa Bwana umefika wa kukutendea huo muujiza? Yesu hawezi kukuacha kama. Usipoteze tumaini lako. Huenda ni katika kazi, usipoteze tumaini lako. Mwanasheria mmoja ambaye anaitwa Irene alinipigia simu, kwa sababu hata mimi nilimwomba support, nimwambia Bwana ni support, ninaenda chuoni. Akasema na wewe niombee niweze kupata kazi. Kwa kweli nilianza kuomba kwa nguvu, na kwa wiki sijisifii au kusema nini, ila nataka ulielewe tu tunapaswa kuomba. Huwa najitahidi kidogo kwa wiki hata nifunge mara 2. Na sio nafunga kwa ajili yangu tu. Funga hata kwa ajili ya watu wengine. Wapo watu ambao wananipigia simu. Kwa hiyo nimewaweka kwenye orodha. Kila siku ninawaombea. Ninafunga kwa ajili yao ili Mungu aweze kuwatendea. Nikaomba na yule mwanasheria. Wiki iliyofuata baada ya maombi akaitwa interview. Alipoitwa akapata kazi. Hadi hivi leo yupo kazini. Ni jambo gani ambalo Yesu unahisi hawezi kufanya katika maisha yako? Yesu aweza kutenda hayo yote. Tunakwenda mwishoni. Huyu Yesu nimemwona akitenda muujiza katika maisha yangu. Niliwaambia jinsi mlivyonisapoti na kwa jinsi nilivyosoma. Na sasa ninaenda ukingoni. Bwana Yesu asifiwe. Hata sielewi, wapo ambao nilifikiria ambao wazazi wao huenda ukiona kana kwamba wana uwezo, wazazi wao ni wa Sabato lakini walirudi. Lakini nikashangaa mimi bado ninaendelea. Kipindi wazazi wangu wameachana, nilikuwa nimepelekwa kwa bibi. Nilikuwa darasa la 4. Katika siku moja, siku ya Jumapili, tulienda kuogelea mimi na ndugu yangu ambaye anaitwa Ima. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, tumeenda kuogelea. Tumevua nguo zetu, tunaingia katika bwawa hili. Kwa bahati mbaya, kumbe usiku ule mvua ilikuwa imenyesha. Sasa kuna wakati tunatoka eneo fulani, unaogelea hadi eneo fulani, hauendelei mbele, maana umejipimia mbele ni kurefu zaidi. Siku hiyo mimi nilikuwa ni wa kwanza kuingia kwenye hilo bwawa. Nikaingia kuweza kuogelewa. Kwa bahati mbaya, nilipofika ukingoni, nikateleza na kuzama. Nikawa ninapanda, ninashuka. Ninapanda, ninashuka. Rafiki yangu naye amejiandaa kuingia. Anasogea anisaidie, mara nakimbia. Amechanganyikiwa leo yafanye nini. Anatamani kuja kuniokoa, lakini bado anaogopa. Anasogea nikana kwamba amechanganyikiwa. Mimi ninazama, ninapandisha. Ninazama, ninapandisha. Na sijui kwa nini, sio kwamba nilikuwa vizuri na mfahamu huyu Mungu, lakini ndani ya moyo wangu nikasema, Yesu ninaomba unisaidie. Yesu ninaomba uniokoe. Huwezi ukatamka kwenye maji. Katika feeling zangu nikatamka, Yesu ninaomba nisaidie. Wapendwa, nilipopanda tena sikuelewa kilichotokea. Kuna namna
ile sehemu ambayo ilikuwa inateleza, nikajikuta nimevuka pasipo mimi kujua, nikatoka nje ya maji. Bwana Yesu asifiwe, nikaokolewa. Huenda hata leo nisingekuwepo. Maji nilikuwa nimekunywa siku hiyo, nikaenda nikakandwa maji yakatoka. Hiyo siku kichwa kikauma, lakini namshukuru Mungu niliweza kupona. Yupo Yesu ambaye anaweza kuokoa. Ngoja ni share na nyinyi kisa kingine. Siku 10 za maombi nilienda kule mpakani Kenya kuweza kuhubiri. Na katika siku hizi 10 ni kipindi ambacho kulikuwa na mitihani inayofanyika. Na pale chuoni wewe ukiomba ruhusa unasema ninaenda kuhubiri wiki nzima, haupewi ruhusa. Kwa hiyo wewe kwa sababu una wito na unahitaji kufanya kazi ya Mungu utaondoka. Sasa katika kipindi hiki sikuweza kwenda kule na kurudi. Nikaenda siku 10 za maombi. Na kipindi hiki bahati mbaya walimu walikuwa wanabadilishwa. Tulibadilishiwa mwalimu, lakini baadaye yule mwalimu tena akahama. Mwalimu alipohama akaja mwingine, na huyu mwalimu naye akapewa kazi, akaja mwalimu mwingine. Somo moja. Nipo huko mimi napiga injili. Mitihani mingine nilikuwa nimefanya kasoro huo mtihani mmoja. Kwa kweli kule nilipiga kazi ya Mungu na watu wa Mungu walibarikiwa. Wakubatizwa wakabatizwa. Nikawa nina amani ndani ya moyo wangu. Siku ya Jumamosi sasa imefika, inabidi nifungashe nguo zangu niweze kurudi chuoni. Nikarudi chuoni. Testi moja sijafanya. Mwalimu akasema wale ambao hawakufanya testi wanifuate. Tulikuwa kadhaa, wako wengine hawakufanya kwa sababu zao, nikamfuata. Nilipomfuata nikajielezea pale, mwambia kweli nilikuwa kwenye kazi ya Mungu, hata yeye kuna siku ali appreciate. Usidanganye, mwambie nilikuwa kwenye kazi ya Mungu. Akakubali kunipatia kazi ya kufanya kusummarize kitabu. Kitabu ni kikubwa kweli kweli, ukiangalia unasema hivi ni kazi au ni kukomeshana. Nikapewa kusummarize kitabu. Ukisha summarize kile kitabu ni kikubwa, unaenda unatoa kopi, unalipia hela. Ukisha kusanya ile kazi, kitabu kile ambacho umesummarize na hicho nacho unakitoa stationery, kikae hard copy. Na hapo unalipia hela, vyote viwili unavikusanya. Lakini sio hivyo tu, kwenye kile kitabu unaenda unaangalia sehemu ambazo ulikuwa unasoma, pointi ambazo ulikuwa umezipata. Kwa wale ambao wamesoma new insight, si wiki point na nini, unaenda una analyze, unachukua ile wanaita collection pen, unakolezea kitabu kina peji za kutosha, unakusanya. Mwalimu anaenda kukagua kweli point hizo ametoa huko. Nikasema basi nitafanya. Kumbe kwa bahati mbaya kuna kazi za assignment ambazo tulikuwa tumefanya, na wakati naondoka zilikuwa bado hazijakusanywa na hela nimekwisha kutoa. Kumbe kwa bahati mbaya kwenye zile assignment hata jina langu halikuandikwa. Mwalimu anaingia mtandaoni ili aangalie jina langu, anakuta uwanja mtupu. Sina assignment, sina grupu, sina test yoyote ambayo nimefanya. Mwalimu akapaniki, hadi mimi nikashangaa. Mbona umo kabisa? Umesajili? Nikasema nimesajili tayari. Uko wazi kabisa ukurasa. Nikahisi kuchanganyikiwa, nikasema mbona hii kazi hii ya kitabu mbona ni kazi ndogo? Tunapoelekea huku tunaelekea wapi? Huku mbona kama ni kubaya zaidi? Mwalimu akanambia, wewe nahisi haukufanya. Nikamwambia mwalimu, mimi nilifanya. Nikampigia kiongozi wa grupu, akasema mtu fulani alifanya kazi. Akasema ndio, na hela ya kazi alitoa. Shida ni nini? Mbona huko hayupo? Akachukua assignment akaangalia, kumbe jina langu halipo kwenye zile assignment.
Kwa hiyo simo kabisa, simo. Nikahisi kuchanganyikiwa, nikasema hivi Mungu, huenda nitarudi tena mwakani kuanza kusoma. Nikahisi kuchanganyikiwa. Akasema sasa wewe nenda kaandike barua. Kwa nini hukufanya testi? Na kwa nini hakuna assignment yoyote? Nikaenda nikaandika sababu zangu, nikampelekea. Nilipompelekea ile barua, mimi sikutaka kubishana naye. Akasema nimesema andika sawa, hii barua iko sawa. Andika barua ya apologize, yaani kukiri ya kwamba nilifanya makosa, nilitoka nikaenda kuhubiri bila ruksa. Andika hiyo barua ya kukiri, yaani kana kwamba mtu anakushindikizia kosa, yaani kujisemea kwamba mimi mwenyewe nina kosa, ili jambo lolote likitokea yeye awe amenawa mikono. Kaogopa. Lakini mimi sikutaka kubishana naye. Nikamfuata rafiki yangu, nikasema nahisi nchi inakuwa ngumu, nahisi mambo yanakuwa magumu. Akanielezea, akasema sisi tunatianaga moyo kwenye fungu linalosema msijisumbue kwa neno lolote, ila kwa kusali na kufanya nini wapendwa? Na kuomba. Kwa hiyo tunafarijiana, yeye akiwa na changamoto na mimi namfariji. Rafiki yangu ananiuliza, huko ulikoenda ulienda kuiba? Namwambia hapana, sikuenda kuiba. Huko ulikoenda ulienda kuzini? Hapana, sikuenda kuzini. Huko ulikoenda ulienda kusema uongo? Hapana, sikuenda kufanya hivyo. Ulienda kufanya nini? Namwambia nilienda kufanya kazi ya Mungu. Kumbe ulienda kufanya kazi ya Mungu. Sasa usijisumbue kwa neno lolote, ila kwa kusali na kufanya nini? Na kuomba. Ninaondoka, ninajifariji. Ninasema kweli nilikuwa kufanya kazi ya Mungu, sikuenda kufanya uovu. Wapendwa, nataka niwaambie kwa neema ya Mungu maombi yakajibiwa. Nikaandika zile barua hizo zote mbili, nikazikusanya maksi zangu, tunapoenda mwishoni akaziingiza. Alipoziingiza sasa umefika mtihani wa final wa mwisho. Ninawaza mambo yatakuwaje? Siwezi nikafanywa figisu yoyote. Tukafanya ule mtihani. Kwa neema ya Mungu tukamaliza mitihani yote. Matokeo sasa yanatoka. Na siku hiyo nilikuwa na rafiki yangu Pastor Bukelebe na mama mchungaji wake, watakuwa ni mashahidi. Nikaingia kuangalia matokeo. Nilipoingia kuangalia matokeo, nikakuta unakuwa na pressure kweli unapoingia. Nikakuta kwanza kwa nakala unapitisha macho, kuna rangi yoyote nyekundu ambayo imepitia pale. Maana kama kuna rangi nyekundu, hauna haja ya kuangalia tena vizuri. Maana hapo ujue una sabu. Ukienda kufanya sabu unalipia hela. Ukifeli unarudi tena mwakani. Nikawaza kwa haraka, nikacheki hivi, nikakuta kuna alama nyekundu. Nikaacha kuangalia kwanza kwenye grade nilizozipata. Nikaenda kuangalia pale kwenye GPA, nikakuta GPA ya 4.5. Bwana Yesu asifiwe. 4.5, Pastor Bukelebe ni shahidi. Lakini nikasema hii GPA ya 4.5. Ngoja niangalia kuangalia masomo. Somo la yule mwalimu nimepata ngapi? Nilipoangalia na lile somo la mwalimu ambaye nilikuwa napita naye nimepata A. Bwana Yesu asifiwe. Nikamshukuru Mungu. Wapo ambao walikuwepo wakaenda kufanya sabu. Wapo waliokuwepo hawakuweza kupata A ambayo nilipata mimi. Nataka niwaambie hakuna jambo lolote ambalo linashindikana kwa Yesu. Ili hali unamtumainia yeye atakupigania katika maisha yako. Yeye atakupigania katika maisha yako. Maana anasema wale wote wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika milele, bali wakaa milele. Wewe ni mfanyabiashara. Panga biashara yako vizuri unapoendelea kumtumainia Bwana. Acha kuiweka ovyo. Weka vizuri, hata wateja wanapokuja wanasema yes, hii biashara inavutia. Endelea kumtumainia Bwana. Wewe haujaolewa miaka 30, miaka inazidi kusonga, lakini unakuja kanisani umevaa vitenge vingi. Huyu ni binti sasa, amevaa mavitenge mengi. Huyu binti amevaa mavilemba, tena mavilemba wanaovaa wazee. Huenda huyu ni binti hata nywele zake hajaziweka vizuri, nywele zake ni kipilipili.
na anakazana, anaendelea kumwomba Mungu, Mungu naomba nipatie mchumba. Ni kweli kuna wageni wanakuja katika kanisa, wanaangalia, nasema mkweli yule binti ni wa kiroho, lakini mbona kama anapojiweka anaanza kuzeeka kabla. Jiweke vizuri. Kama ni nywele, zibane vizuri. Kama ni za kuchana, zichane vizuri. Vaa vizuri upendeze. Usivae kikahaba, ila vaa vizuri upendeze. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vaa vizuri upendeze. Yaani kama unanuka kikwapa, jipulizie hata ka perfume. Yaani ukipita hivyo anasema, yes, surely kuna binti Sayuni amepita hapa. Imba kwaya. Sasa unamtumainia Bwana, umekaa umezubaa, unategemea kuna muujiza utokee, na ufanye sehemu yako. Imba kwaya. Kuna kijana amekaa kule chini akiangalia, anasema yes, anaposhuka zile voko, jinsi anaposolo, anasema surely tukiwa kwenye familia yetu atakuwa anaimba na mtoto wetu. Weka tumaini. Weka tumaini kwa Yesu. Weka tumaini kwa Yesu. Amina. Ni mambo magumu katika familia yako, tumaini lako weka kwa Yesu. Pekee Yesu aweza kujibu haja za moyo wako. Ni mke wako, ni mume wako anakusumbua, tumaini lako weka kwa Yesu. Acha kumtangaza kwa watu mbalimbali, maana wao hawatamsaidia. Ni Yesu peke yake anaweza kuleta tumaini. Tumaini hili la kumtumainia Bwana halishiri kung'ara ndani yangu nikimwona Mungu akifanya muujiza. Tumaini hili linang'ara hata kwa Thomas ambaye ni mtunzi wa nyimbo. Anasema ya kwamba katika dunia hii kuna masumbuko mengi ambayo tunayapitia. Tupo katika dunia ambayo ina changamoto za kila namna. Blessed wanapokuwa wakisogea hapa mbele, ambazo wanahisi kukata tamaa. Tupo watu ambao tuna struggle na dhambi. Tumehisi kukata tamaa. Kufika mbinguni tumeona ni changamoto. Anasema mambo yote yanapokuwa magumu, unapohisi kukata tamaa, tumaini lako weka kwa Yesu. Anasema nijapofanya mambo mema, nijapofanya matendo yaliyo mema, na wale wanaodai ya kwamba wao ni Wakristo wazuri, anasema dhambi zao zinakuwa nyingi kiasi kwamba hata hazihesabiki. Sisi ambao tumekuja katika ibada ya leo, anasema tunapojitahidi kutenda yaliyo mema, bado dhambi zetu zinakuwa ni nyingi kiasi kwamba hazihesabiki. Tufanye nini sasa? Tufanye nini tunapokumbana na hayo mambo yote? Anasema ya kwamba tukimbilie kwa Yesu. Anasema tukimbilie kwa Yesu wanasekei. Mchana wa leo nawatangazia ya kwamba kimbilieni kwa Yesu. Ndio maana anasema mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji haya na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi. Kwa kazi zote pia sitimizi sheria. Nijapofanya bidii, nikilia na kudhili, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Anasema sina cha mkononi, naja kwako msalabani Bwana Yesu. Nilitupu nivike, ni mnyonge nishike, nili mchafu naja nioshe nisijafaa. Anasema nikungojapo chini, japo kuna wakati nakata tamaa, kuna muda nahitaji kuweza kuwa karibu na wewe, lakini nakwenda kaburini, nipaapo mbinguni na kumwona enzini. Roho yangu na iwe lahani wako wewe. Wapendwa, Yesu Kristo ndiye tumaini pekee.
Mchana wa leo kimbilia kwa Yesu. Mchana wa leo ukiwa unasema Bwana, kuna wakati nilihisi kukata tamaa. Kuna wakati nilihisi kuchoka kwa sababu nimekuwa nikifanya kazi ya Mungu, lakini nimeona kana kwamba hakuna msaada wowote. Mchana wa leo Yesu anakutia moyo ya kwamba liko tumaini kwake. Na ikiwa unakiri ya kwamba kweli Yesu Kristo ndiye tumaini langu, na unahitaji uendelee kumtegemea katika maisha yako ya kiroho, katika maisha yako ambayo unayaishi, Yesu Kristo awe ndiwe tumaini na kiongozi, kwa nini usisimame katika mchana wa leo? Kwa nini usisimame? Na mchana wa leo nitaenda kuomba na kundi la watu ambao wana changamoto. Ikiwa mchana wa leo kuna mtu mmoja ambaye ametumia dawa, ameenda hospitalini, lakini bado hajapata tumaini, na mchana wa leo naamini Yesu yupo ambaye anaweza kunipa tumaini na kuniponya ugonjwa nilio nao, huyo mtu atembee aje hapa mbele. Tembea kama una changamoto. Madaktari wameshindwa, na sasa unahitaji kupata tumaini kwa Yesu Kristo. Muda wangu umeisha. Tembea uje hapa mbele. Tembea uje hapa mbele. Ukiwa unasumbuliwa jambo lolote, tembea uje. Na ndani ya moyo wako nitakapokuwa nikiomba, utamwambia Mungu, ninakushukuru kwa sababu umeniponya ugonjwa fulani ambao unasumbuliwa. Tembea uje kwenye safu ya hapa juu. Hapa juu. Tembea uje. Ukiwa unasumbuliwa. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji yayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi kwa kazi zote. Pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kudhiri, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa, sina cha mkononi, naja kwako msalabani. Wewe ndiye ambaye unaweza kunipatia tumaini. Hakuna mwanadamu, siye mchungaji ambaye atanipa tumaini. Yesu pekee atanipa tumaini. Nili mchafu naja, Bwana nioshe, nisijafani na makando kando. Nina changamoto, lakini katikati hiyo changamoto ninaamini Mungu utanisaidia katika shida yangu. Ni kweli ninakwenda kaburini, lakini upo ufufuo ambao unakuja, nitafufuliwa. Na kuona enzini, oh, roho yangu na iwe, roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Katika mchana huu mwambie Yesu ndani ya moyo wako, ninaomba unisamehe madhaifu yangu ili niweze kupata tumaini na maombi yangu yaweze kujibiwa. Wakati mzee wa kanisa Elia
atakuja kutuombea ili tuwe na tumaini, tusiweze kukata tamaa. Nyakati ngumu zinapokujia, usiweze kukata tamaa. Tumaini lako liendelee kubaki kwa Yesu. Na mimi nitaomba kwa ajili ya wagonjwa. Karibu mzee Elia. Gonjwa nitapanga mstari mmoja, pangeni mstari mmoja. Tuombe. Baba na Mungu wetu Jehova unaishi mbinguni, tunanyenyekeza chini ya miguu yako tukiomba msaada kutoka kwako. Tuwanyonge na wadhaifu hatufai, lakini Kristo ulikuja ukafa kwa ajili yetu sisi ambao ni wadhambi, ili tupate ondoleo la dhambi zetu na kufaa kwa ajili ya uzima ule wa milele. Na kusihi damu yako na ikapate kutusafisha, ukapate kutuondolea uovu wetu wote, tufae kwa ajili ya uzima ule wa milele. Neno hili ambalo limekuja kwetu masaa haya ya mchana, likiwa linatutia moyo pale ambapo tumekata tamaa. Wakati mwingine tumekata tamaa hata kuishiwa na hamu ya kuendelea kuomba. Bwana, tunakusihi fufua upya matumaini katika maisha yetu. Tuendelee kuishi maisha ya kukutegemea na kuishi maisha matakatifu. Tusije tukairudia anasa na tukaona hakuna haja tena ya kuendelea kukuabudu, bali tukutafute na kuweka tumaini letu katika wewe, tufae kwa ajili ya uzima wa milele. Mtumishi wako wanapoendelea kuomba, tunakusihi endelea kuunganisha maombi yetu, lakini katika mchana huu neno hili ambalo limenenwa likapate kuwa chemchemi ya baraka katika maisha yetu, maana tunaomba na kushukuru kupitia jina la mkombozi wetu Yesu Kristo, amen. Jehova Shalom, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya ombi ambalo mzee wa kanisa ameliomba. Tunakushukuru kwa sababu umekwisha kutujibu. Katika mchana wa leo, wapo wagonjwa ambao wamepita hapa mbele, wamekosa tumaini katika maisha yao. Wamejaribu kwa madaktari kwenda kutibiwa, lakini imeshindikana. Na sasa huenda wamepewa dawa ambazo wanapaswa kuendelea kuzitumia ili kupunguza maumivu. Wanaendelea kuzitumia ili kuendelea kuishi, lakini mchana wa leo Yesu Kristo unatutangazia ya kwamba lipo tumaini ambalo unalitoa kwa watoto wako. Mchana wa leo ninatamani kila mgonjwa aliyepita hapa uweze kumpatia tumaini la uponyaji. Ikiwa ni ugonjwa wake ambao wanasumbuliwa, Mungu mpatie uponyaji. Namleta binti yako katika changamoto anayopitia. Asante kwa sababu umempatia uponyaji. Na binti huyu nakushukuru kwa sababu umempatia uponyaji. Mama huyu, dada huyu ninakushukuru kwa sababu umewapatia uponyaji. Si mimi ambao ninawashika mkono, bali ni mkono wako ambao unawashika. Na unapowashika, nguvu ya uponyaji inaanza kufanya kazi ndani yao. Ninakushukuru kwa sababu ya dada huyu, kwa sababu uponyaji unaendelea kufanyika ndani ya moyo wake. Asante kwa sababu ya baba huyu, kwa sababu changamoto yake inaenda kuisha. Ninakushukuru kwa sababu ya baba huyu, naye changamoto ambayo inamsumbua inaendelea kuisha ndani ya moyo wake. Namshukuru baba huyu, namshukuru mama huyu, ninamshukuru dada huyu, ninamshukuru mama huyu, ninamshukuru bibi huyu, kwa sababu Mungu umewapatia uponyaji. Ninakushukuru Mungu wetu kwa sababu ni wewe ambao umewashika mkono. Nimeomba haya nikiamini wewe umetenda na kuwapatia uponyaji, maana ni wewe uliyeahidi ya kwamba lolote tuombalo, ya kwamba tumeomba kwa jina lako, tuamini ya kwamba umekwisha kututendea. Na mchana wa leo ninakushukuru kwa sababu umewaponya magonjwa yao, na jina lako likakurudie Mungu wetu wa mbinguni, na wakaendelee kudumu kukutegemea wewe siku zote za maisha yao.
Asante Mungu wetu kwa sababu mchana wa leo sote umetupatia tumaini la maisha haya, na kwamba tunalo tumaini la kuulisi uzima wa milele. Tusaidie kutembea sawasawa na neno lako. Mchana wa leo nimeomba haya nikiamini umetutendea, na yale mengi ambayo hatujayataja, asante kwa sababu umetutendea na kujibu. Ni katika jina la Yesu Kristo na wote na tuseme amina.